Mnandi kwema? Namshukuru Mungu niko salama. Taarifa ya bodi ya ligi imetoka na kamati ya saa 72 imeitoza klabu ya Simba faini ya shilingi milioni 15, milioni 10 kwa kosa la kujirudia kwa mashabiki kumrushia chupa mwamuzi mchezo dhidi ya Azam FC huko Chamanzi, lakini pia milioni 5 nyingine mmetozwa mchezo dhidi ya TRA Masteward wa klabu ya Simba kuzichapa kwenye mchezo huko jijini Arusha. Hii imekuwa too much sana kwa upande wa Simba, kwa maana ya faini imezidi sana kwa upande wa klabu ya Simba Sports. Faini zinatozwa kutokana na mazingira halisi ya mchezo. Kwa hiyo mimi binafsi siwezi kusema kwamba zimezidi sana ama la. Kikubwa kwamba kanuni na sheria za mpira wa miguu lazima zifuatwe. Kama unakuta mashabiki kila siku wanarusha chupa, kwa nini warushe chupa? Kama timu yao inapata matokeo yaliyo sahihi, kwa nini warushe chupa? Kufungwa ni sehemu ya mchezo. Kushinda ni sehemu ya mchezo, lakini pia kutoa sare ni sehemu ya mchezo. Kwa nini ipelekee mpaka watu warushe chupa? Lazima muangalie kwa marefu na mapana kilichosababisha mpaka mashabiki wanarusha chupa. Na sio mara ya kwanza, ndio maana wamesema kwa kujirudia vitendo vya mashabiki kufanyaje? Kumrushia chupa mwamuzi. Maana mwamuzi anashindwa kutofasiri sheria ya 17. Sasa watu wanamwachaje? Unawezaje kuzuia hisia za watu? Na hiyo faini hawatozwi mashabiki, inatozwa klabu. Milioni 10 tumepigwa Mwanza, lakini 10 tena tumepigwa Chamazi. Milioni 20. Wakijumuisha na hizo 5 mpaka sasa Simba washavuna zaidi ya milioni 60 mpaka 70 mpaka sasa. Sawa? Na hizo manake lazima zilipe. Tujiulize, sikuitia hasara club. Alafu hao waamuzi wanaachwa tu. Mara mwingine anafungiwa miezi 6. Kwani waamuzi kwa nini wasifungiwe na faini juu? Kwa nini wao wanapata kifungo tu? Faini hakuna. Kitu gani kinachowapelekea wale wasipate faini wakati ndio wanaharibu mchezo? Watu wamevuja jasho na damu, lakini watu washindwa kupata matokeo kwa sababu yao. Alafu ndio anakufungia miezi 6. Si unampalilia majani ili baadaye arudi tena aje kuharibu. Si ndio maana yake? Unampalilia baadaye arudi aje kuharibu. Inakuwa haipendezi. Sio sawa, kiukweli kabisa, sio sawa hata roho. Kikubwa sheria na kanuni za mpira wa miguu ambazo tumejiwekea hapa nyumbani, basi zifuatwe. Na kama tunashindwa kufuatwa, tujue kwamba mpira uongozwe ili mradi tu. Kwa hakuna uongozi tu tunapelekana kama maroli yaliyopotea. Tujue hivyo, haiwezekani kwamba tunakuwa na uongozi, alafu kila siku anaenda kuhukumiwa watu, lakini watu wengine wanaenda wanaachwa. Haya, tujiulize, faini zimetoka. Wamehukumiwa hapo Azam, wamehukumiwa TRA, wamehukumiwa Simba, lakini mpaka nyuma mwiko pia hapo nimeona pia kumbukumbu yangu. Nao pia wametozwa kwa faini ya milioni 5. Lakini kwa nini waamuzi wasiende kupigwa bani? Alajiga mbona hajaguswa? Kwa nini sasa kwenye matukio yote aliyofanya Chamazi pale? Lakini hajaguswa, hayupo kwenye hizo faini. Hayupo kwenye hata kifungo wala onyo hayupo. Tunaupeleka wapi mpira wetu? Kwa hiyo hizo kamati zimekaa kwa ajili ya kupiga hela tu za vilabu msimu huu. Lakini hazipo kwa ajili ya kutetea mpira wa Tanzania. Yaani zimekaa kwa ajili ya kupiga hela za vilabu, lakini hazipo kwa ajili ya kutetea mpira. Hatuwezi kufika. Hadi katika tukio lilonisababisha ni hilo. Faini hizi ni muendelezo. Kila siku watu wanapigwa faini, watengeneza mazingira tu ya kutengeneza maisha. Sawa? Lakini kwa nini huyu mwamuzi mpaka leo hukumu yake hakuna? Mimi nimepekua kweli peji ya kwanza nikamaliza, kaja ya pili. Simuoni Alajiga. Kapona. Kaponaje kwenye kesi hii? Kwa hiyo alikuwa 100% kwenye ule mchezo. Kwa hiyo wanamaanisha kwamba hakuwa na mapungufu kwenye ule mchezo. Kwa maana ile haikuwa penalty. Ndio maana yake hakuwa na mapungufu kwenye ule mchezo Alajiga. Je, mpira tunaopeleka wapi? Wao wamedili kwenye faini tu. Wamedili kwenye faini. Hizi faini zinatakiwa vilabu visilipe. Hizi faini ambazo zinatozwa na hii kamati masaa 72 zisilipwe. Huu ni hujumu uchumi. Kuvinyongonyesha vilabu. Vilabu vina mambo mengi ya kufanya. Unakata hela alafu wale walibu ile mechi wamekosa. Haya, Wachabiki wamepigwa faini kwa sababu milioni 10 ilipwe na klabu. Wamempiga nani sasa? Hizo chupa wamempiga nani? Mwamuzi. Au wamempiga mwenyekiti wa kamati ya masaa 72? Taarifa si inaonekana mwamuzi? Si ndio aliorushwa chupa? Ndio. Si ndio? Msaidizi namba 2. Kwa nini arushwe chupa? Si kuna mapungufu kwenye ule mchezo? Sasa kwa nini ipigwe faini ya milioni 10 alafu hao waamuzi ambao wameenda tofauti na ule mchezo wameachwa? Tena mlifanya kosa hilo kwa mwamuzi yule kunyoosha kibendera, kwa maana ya anapotokea mchezaji wa Simba amekuwa offside, ameotea, alikuwa akinyosha kibendera. Kwa maana hivyo nyie mlikerekwa na wakaamua sasa mashabiki kuanza kumtushia chupa. Na yule alituelewa kwa sababu yule aliyavaa maneno magumu. Unajua maneno magumu? Unajua mkiongea hivyo utakuwa umenielewa. Kwa sababu pale karibu je Chamazi tofauti na Benjamin Mkapa na viwanja vingine. Pale karibu sana. Kwa hiyo ukitoa maneno magumu pale yanamfikia moja kwa moja kama unavyoona KMC. Pale KMC ukitoa maneno yanafika kwa waamuzi. Muda huo. Yaani hachukui dakika 5 6, muda huo anasikia kila kitu. Kwa hiyo yule alitoa maneno magumu akabadilika. Baada ya kutoa maneno magumu kaanza kuchezesha sasa kwa haki. Baada ya kupewa yale maneno magumu akenda alishaanza kutuzingua.
lakini katuelewa. Lakini mwisho wa picha Alajiga kaenda katung'ata, katunyima tuta la wazi. Sasa kama mtu kaenda kunyima tuta la wazi, inatakiwa kufanyike nini? Si lazima ahukumiwe. Kwa nini imekosekana kuhukumiwa? Kwa nini imekosekana kuhukumiwa? Sasa ile kamati imeenda kukaa kwa sababu gani? Imeenda kuamua nini? Wao wameenda pale, akili yao yote imeenda kuwaza hela. Yaani pale wamekaa pale kuangalia vikosa vidogo vidogo kupiga watu hela. Sasa huyu mtu aloharibu ule mchezo, kwa nini asiondolewe? Kwa nini naye asishushwe madaraja? Kuna waamuzi wawili hapa waliocheza mechi za nyuma mwiko wameshushwa madaraja, mechi ya Mtibwa na mechi ya Namungo. So wameshushwa madaraja. Huyu Alajigwa anaonewa anaachwa na nini? Huku ndo kulelea. Sasa dabi yetu ya tarehe 3. Tunatoa taarifa mapema, dabi ya tarehe 3. Hatutaki kumuona Alajiga wala Kayoko wala Elisasi wala Mwinchu yoyote, hatutaki kumuona. Yaani hatutaki kumuona mwamuzi yoyote kusimama pale katikati kuchezesha mechi yetu. Waamuzi wote kuanzia Kibendera, sawa? Kamisa, umenielewa? Lakini mwamuzi wakati wote tunataka kutoka mbele. Wote tunataka kutoka wapi? Mbele. Viongozi mapema taarifa hii ifanywe kazi, kwa sababu kanuni ya msimu huu inasema kwamba dabi zinaweza kuchezeshwa na waamuzi kutoka nje. Kanuni ipo. Msimu uliopita kulikuwa hakuna kanuni, tumeletea waamuzi kutoka Misri. Wamekuja hapa kuchezesha. Msimu huu kanuni ipo. Hii dabi hatutaki masiala, hii dabi ni ya kwetu. Sisi waamuzi tutawalipa kwa namna yoyote. Hatuwezi kuharibiwa. Ulitaka Alajiga afungiwe kwa kisa gani? Ashushwe madaraja. Juzi tu katoka kupewa onyo hapa, kimya karudishwa tena. Huyu sio kufungiwa, huyu ashushwe madaraja kama walivyoshushwa waamuzi wengine. Kwani huyu nani na wale wengine nani? Wote si wanachezesha mpira miguu au wale wanachezesha netball au basketball, si football? Ashushwe madaraja. Hatutaki kumuona. Tushamchoka sisi. Na wao ndio mwamuzi wao wanaompenda. Kila dabi Alajiga. Hatumtaki kumuona. Hata wao kukataa. Nani? Dabi kule wakati. Sasa wakati wanamkataa, kwani ngoja, wakati wanamkataa kuna mechi yao na sisi ilichezeshwa na yeye kawang'ata. Si waliona kwamba Azamu kapigwa goli dakika 90 ndio wakaanza kuhofia kule Kigoma kwamba huyu mtu hatumtaki. Na mwisho wa siku kweli kaenda kule kawasikiliza. Katunyima penalti mapema. Yaani tukio yake sio kwamba ndio kwanza kaanza muda. Yaani huyu sio. Katunyima penalti mapema, tulikuwa tayari tunaweka mapema. Kwa hiyo huyu sio mwamuzi bora. Huyu ni bora tu mwamuzi. Tumeshamchoka, tumtaki. Kama wao wanaendelea kumbeba, watu wanapigwa faini kila siku, wamekaa pale kwa ajili ya mazingira ya hela, Alajiga tumtaki. Hatutaki kumuona kabisa kwenye dabi yetu inayofuata. Hatutaki hata kwa Kamisa. Hatumtaki kabisa. Akija akae jukwani kule. Atakokaa Mheshimiwa Jumanne Mulilo. Bosi wakanda maalum hapa Dar es Salaam. Akae kule juu, angalie mpira. Hatutaki kumuona kabisa. Kasha tuchosha sisi. Kwa iwezekana watu wanapigwa faini milioni 10, alafu waamuzi wamepona. Yaani Simba mashabiki wametozwa milioni 10 ilipo. Alafu wale waamuzi waliovunda kwenye ule mchezo wamemwacha. Hii wanataka kutengeneza kitu gani? Mbele ya safari tunaomba viongozi wetu msiwe wanyonge na msiwe wapole. Hiki ndio kipindi sasa za kufanya unyama uwanjani uonekane kweli. Hatutaki masiala na mtu saizi. Sisi tunacheka na nyavu, tucheke na mtu. Kama mtu anaharibu mechi zetu, basi tumuone anashushwa madaraja kama walivyoshushwa wengine. Hakuna cha Alajiga wala cha nani. Hakuna cha mwamuzi bora hapa. Hapa wote ni bora waamuzi. Hakuna mwamuzi bora hata mmoja hapa chini. Hata uwe na beji ya nini bwana? Beji ya FIFA ndio nini? Kwani kuwa na beji ya FIFA sababu? Kwani FIFA ndio inaochezesha basi? Katengeneza FIFA ndio inaochezesha, unachezesha wewe. Pale ichezeshi FIFA, pale unachezesha wewe. Kwa hiyo tumeshawachoka. Viwanjani waamuzi wa Tanzania tumeshawachoka. Wavurunde kwenye mechi ndogo ndogo hizi. Lakini kwenye mechi kubwa hatutaki kumuona mwamuzi anachezesha hapa ndani. Mimi waamuzi ambaye nimewapointi sasa hivi. Yule aliochezesha semi final Esperance de Tunis na Mamelodi Sundowns. Yule ndo anatufaa. Yule kashachezesha mechi nyingi za finali. Champions League na kombe la shirikisho. Yule ndo anafaa kwa bara hili la Afrika peke yake. Wachukue mwamuzi wakati yule, afu Kibendera waende kuvuka nje ya bara la Afrika. Kwenye hiyo dabi lazima wachanganye waamuzi. Mwamuzi wakati atoke kwenye bara hili la Afrika, lakini wapembeni watoke nje ya bara la Afrika. Tunataka dabi ya kweli. Tunataka mtu afungwe kikatili. Yaani afungwe huko anacheka. Sio mtu anafungwa afa anaanza kulalamika kaonewa. Hatutaki masuala ya kuonea. Hiyo mechi tunataka kabisa kuonewa. Sababu hizi alama 3 zinaondoka tarehe 3 ya mwezi wa 5. Sawa? Sasa hizi hilo sakata linaendelea huko sio shida zetu. Sisi sasa hizi tuna focus na waamuzi ambao wanatufelisha. Hiyo ndio akili yetu na mawazo yetu yalipo. Hatutaki kabisa kujadili jambo lolote. Sisi sasa hivi dili letu kwa hao waamuzi ambao wanatuharibia ligi yetu. Akili yetu inawaza kwenye dabi yetu. Hatutaki mwamuzi yoyote kutoka ndani. Yaani asikanyage kabisa bwana. Tusimuone hata kwenye ring track pale anakimbia pale. Tusimuone. Pale anazunguka tusimuone. Pale tunataka tuwaone steward kwa ajili ya usalama.
lakini waamuzi wa ndani wote tunataka tuwaone jukwani. Na masteward walipigana kule na wametozwa faini ya shilingi, klabu imetozwa shilingi milioni 5 kule Zanzibar, kule Arusha. Zungumza sasa na masteward wako. Steward sio wamepigana na masteward wa upande wa pili wa TRA. Sawa. Vita vya watu wawili wakikutana nyasi lazima ziungue. Kwa hiyo wangekuwa wamepigana steward wa Simba tupu sawa, lakini wale walikutana steward wa upande huu na upande huu. Maana kulikuwa na tofauti ipo na ndio maana zimechapwa pale. Watu wanataka matokeo, wale ndio masiala uwanjani. Kuja na vitu vako vya ajabu watu wanakuwa kwani kazi ya steward ni nini? Kutuliza ghasia pale. Mtu anakuja tofauti lazima umalizane naye, ndio kazi yake. Yule hana tofauti na jeshi la polisi kwa ajili ya kulinda amani. Kwa hiyo wale walikuwepo kwa ajili ya kulinda amani. Watengeneza mazingira, mwisho wa siku wamezingua wakaamua kuzichapa. Umeona bwana. Na wote wametozwa faini. Huyu milioni 5 na huyu milioni 5. Hela imeingia kwenye kamati. TFF mwaka watakusanya sana hela. Yaani katika misimu yote mwaka ndio wanapiga hela. Hakuna hata mechi moja iliyoisha bila adhabu. Kila mechi utasikia fulani kapigwa adhabu hii. Na adhabu yao haipungui milioni 5, ndio ya chini. Kila timu haijalishi wewe na Mungu, wewe Ndanda bilioni 5. Yaani wamekaa kihela hela.